Rais ana mandate ya kuweza kumuondoa kwa sababu yoyote kwa mujibu wa ibara hii ya 74 ibara ndogo ya 5. Laiti kama kusingekuwa na kifungu hiki cha katiba kwamba rais at least tu ateue, halafu kwenye mchakato wa kumuondoa mtu kuwepo na mfumo mwingine kama ambavyo ilivyo kwa majaji. Rais nchini anateua majaji, lakini kwenye kuwaondoa kuna tume ya utumishi wa mahakama ndio inahusika, pamoja na kuleta majaji karibia 15 kutoka nchi za Commonwealth, Jumuiya ya Madola. Wale wanakuja wanasikiliza na wakiafiki ndio wanaondolewa. Kwa hiyo unaweza kuona kwa kiasi fulani majaji wana security of tenure. At least ana ile kuwa na uhakika kwamba hawezi kuondolewa kiholela, kuna mchakato unafanyika. Sasa wakati yote haya yanafanyika na watu wanajua ajira yao iko rehani, muda wote wanaweza kaondolewa. Ukisoma ibara hiyo ya 74 ibara ndogo ya 11 inasema katika kutekeleza madaraka yake kwa mujibu wa masharti ya katiba hii, tume ya uchaguzi haitalazimika kufuata amri au maagizo ya mtu yeyote au idara yoyote ya serikali au maoni ya chama chochote cha siasa. Unaweza ukahisi kwamba hii imewapa nguvu kuweza kufanya chochote kwa kusimamia haki, lakini hii inaweza kutumika vibaya na tume kwa kufuata masharti au maelekezo kutoka sehemu nyingine, na mtu yeyote asiweze kwenda kuambia chochote, kwa sababu wanasema hakuna mtu yeyote anaruhusiwa kwenda kuambia chochote. Mfano, chama kinaona kuna kutokutendeka haki kunakofanywa na tume, wanapeleka maoni, halafu wanaambiwa sisi kama tume hatulazimiki kufuata amri, maagizo ya mtu yeyote au idara yoyote ya serikali au maoni ya chama chochote cha siasa Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hawa watu wanao uwezo wa kufanya lolote na msiwafanye lolote. Kibaya zaidi, ibara hiyo ya 74 ibara ndogo ya 12 inasema hakuna mahakama yoyote itakayokuwa na mamlaka ya kuchunguza jambo lolote linalotendwa na tume ya uchaguzi katika kutekeleza madaraka yake kwa mujibu wa masharti ya katiba hii. Yaani kwamba wakati tume inapofanya shughuli zake, kuandikisha wapiga kura ni moja ya kazi ya tume, kuandikisha wapiga kura kwenye daftari la kudumu, na sheria inasema mara 2 kila baada ya uchaguzi, at least mara 2. Kwa hiyo wakati inafanya huo mchakato au mambo mengine yoyote ambayo tume inayafanya kwa mujibu wa katiba, hakuna mtu yote ataruhusiwa kwenda mahakamani kwenda kulalamika juu ya utendaji wao. Nitoe mfano. Tunaandikishwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, na wenye sema ni tume. Vyama vya siasa vinapewa mawakala kuona watu wanapojiandikisha, lakini vyama havipewi uwezo wa kuingia kwenye seva na kuonyeshwa idadi ya watu waliojiandikisha, ili kujua mwaka huu kwenye uchaguzi huu wapiga kura halali ni idadi hii. Vyama vinasubiri kupewa na tume. Kwa hiyo tume inajiamlia ikiwapa halali au sio halali, hakuna mtu anatakiwa kwenda kuhoji mahakamani. Kenya, vyama vyote vina haki ya kwenda kwenye seva ya tume ya uchaguzi kwenda kuangalia na kujua idadi ya watu waliojiandikisha na wapiga kura halali. Sisi hakuna anayejua. Kwa hiyo hata mwisho wa siku kwenye uchaguzi wakiongeza kura au wakileta wapiga kura feki, hakuna mtu anayejua. Na ukitaka kwenda kuhoji hili swala mahakamani, utaambiwa chini ya ibara ya 74
ibara ya 12, ibara ndogo ya 12 inasema huwezi kwenda kuhoji chochote mahakamani kwenye utekelezaji wa tume, kwenye mambo ya tume. Hii ni moja ya sababu ya msingi ya no reforms no election. Hakuna namna unaweza ukawa na tume ya namna hii. Mbaya zaidi, tume yenyewe ina hadi wajumbe ambao ni wana CCM. Kuna wajumbe ni wana CCM. Mjumbe anaitwa Ramadhani Mapuli. Ramadhani Mapuli amewahi kuwa katibu mwenezi taifa CCM, nafasi ambayo anayo Makala sasa hivi kabla ya kuongezwa sijui mafunzo organization na nini. Yaani nafasi aliyonayo Makala ndio nafasi aliyokuwa nayo Ramadhani Mapuli. Na sio tu alikuwa mwenezi wa taifa CCM, amewahi kuwa balozi wa nchi nje ya nchi. Amewahi kuwa waziri wa mambo ya ndani, wizara moja nyeti sana. Huyu naye eti ni mjumbe kwenye tume inayoitwa Tume Huru ya Uchaguzi. Na unategemea huyu kwenye maamuzi, kwa sababu maamuzi ya tume ni kwa kupiga kura kwa wajumbe. Unategemea huyu apige kura kuipa Chadema, apige kura kuipa ACT, apige kura kuipa NLD. Tunadanganyana. Kama namsingizia kwamba hakuwahi kuwa katibu mwenezi wa CCM taifa, atoke aeleze. Kama hakuwahi kuwa balozi, atoke aeleze. Kama hakuwahi kuwa waziri wa mambo ya ndani, atoke aeleze. Na aeleze umma kwa nafasi hizi nyeti ambazo aliwahi kuzikamata serikalini na CCM, ni lini ametoka hadharani na kuambia wa Tanzania kwamba yeye tena si mwana CCM? Ni lini alitoka hadharani akasema kuanzia leo mimi sio tena mwana CCM? Kama hajawahi kutoka, leo unawezaje kuiamini tume ambao mjumbe kama huyu yuko? Sasa hebu angalia muundo wa hii tume tu na wajumbe wake ilivyo. Halafu hapo nimesema inateuliwa na mtu ambaye ni mwenyekiti wa chama cha CCM, ambaye CCM ni mshindani wa Chadema na vyama vingine. Yaani wewe unaenda kushindana na timu, wewe ni timu A, unaenda kushindana na timu B. Lakini anayeteua marefa ni kutoka timu A. Halafu huyo ambaye anateua marefa naye yumo kwenye mashindano, anataka kushinda. Mbaya zaidi, huyo ambaye anataka kushinda, kwa mujibu wa katiba yetu inasema matokeo ya urais hayapingwi mahakamani. Yaani katiba inasema huwezi kwenda kupinga matokeo ya rais mahakamani. Kwa hiyo angalia huyu, wajumbe wa tume wana shida jinsi wanavyoteuliwa na jinsi wanavyofanya kazi. Anayewateua ni mshindani. Tume ndio inahusika na kusimamia uchaguzi, ikiwemo na uandishi wa wapiga kura. Halafu hiyo tume huwezi kwenda kuhoji kitu mahakamani kwenye utendaji wake wa kazi. Halafu rais akishachaguliwa, iwe hakuna uhalali, iwe hakushindwa, akaamua tu kutangazwa, huruhusiwi kwenda mahakamani kupinga. Halafu bado naita huo ni uchaguzi. Ndugu zangu, katika mazingira hayo no reform no election haiko. Tatoa mfano mwingine. Kwa hiyo nimetoa mfano wa wajumbe wa tume. Fikiria kuhusu wakurugenzi ambao wako kila majimbo yetu na wilaya zetu kusimamia chaguzi za madiwani na wabunge. Fikiria watu hao. Tunazo shahidi za wazi, wengi walikuwa CCM. Anatoka CCM, anapewa nafasi ya kuwa mkurugenzi.
halafu huyo unategemea aje atende haki pale mtu wa Chadema anaposhinda. Ni katika mazingira hayo no reform no election haiwezi.